Alikulia katika mazingira yenye upendo, maadili mema yaliyomjenga kuwa mtu mwenye bidii, heshima na maono makubwa ya mafanikio. Kevin alianza safari yake elimu ya msingi katika shule ya msingi Mabibo hapa Dar es Salaam, na baadaye alijiunga masomo ya sekondari katika shule ya sekondari ya Milala iliyoko kule Mpanda. Baada ya hapo aliendelea na elimu ya juu ya sekondari katika kituo cha Al-Muntaza International Exam Center, na ambapo alihitimu masomo yake ya kidato cha 6. Pia alijiunga na chuo kinachofundisha kozi ya Clearing and Forwarding pale makutano ya Samora na Morogoro, ambapo apata certificate katika kozi hiyo ya Clearing and Forwarding. Vile vile kiu yake ya kujiendeleza na kuongeza maarifa haikuishia hapo. Kevin alijiendeleza kitaaluma katika kujifunza kozi fupi katika chuo cha kodi hapa Dar es Salaam na kusomea masuala ya kodi. Mpaka mauti inamkuta, alikuwa anaendelea na masomo katika chuo cha Cambridge International College London kwa njia ya mtandao, ambapo amekuwa akisomea shahada ya masuala ya usimamizi na uendeshaji wa biashara na uongozi. Jitihada zake zilimjengea uzoefu na kuwa kiongozi mwenye fikra na kimkakati, jasiri, mwenye jitihada na ujasiriamali na mbobezi kwenye shughuli za kibiashara na maendeleo ya watu, ajira na ujasiriamali. Baada ya kukamilisha masomo yake, Kevin William Mbogo alianza safari yake ya kikazi kwa kujipatia uzoefu katika sekta ya huduma na usafirishaji wa anga. Alianza kazi yake ya kwanza katika kampuni ya Swissport International PLC, wakati huo kiitwa Dahako, akiwa kama pota, na baadaye alihamishiwa kitengo cha Clearing and Forwarding kutokana na kozi ambazo alikuwa amesomea. Alianza kazi mwaka 2004 mpaka 2009, ambako alijifunza misingi ya nidhamu, uwajibikaji, huduma bora kwa wateja katika mazingira ya kimataifa. Uzoefu aliopata ulimjengea marafiki wengi na uelewa mpana wa biashara, usimamizi na huduma kwa watu, jambo lililochochea ndoto yake ya kujitegemea. Mwaka 2006 alianzisha kampuni ya Active Finance iliyojikita katika usimamizi wa fedha na uwezeshaji na mikopo kwa jamii, na baadaye alifungua kampuni ya Active Tours and Car Rental mwaka 2007 iliyotoa huduma za usafiri wa utalii kwa wateja wa ndani na wa kimataifa. Kutokana na maono yake ya mbali, Kevin alianzisha Home Ground Hotel mwaka 2012, mnyororo wa hoteli ulioenea maeneo mbalimbali nchini, Sinza na Bunju kwa hapa Dar es Salaam, na kwa Mpanda kwa kule Katavi, ambapo inaitwa Home Ground Katavi iliyoko pale Ilembo. Kupitia biashara hii alileta mabadiliko makubwa katika sekta ya huduma za malazi na utalii nchini, akitoa ajira kwa vijana wengi, kukuza uchumi wa ndani na kuendeleza utamaduni wa huduma bora zenye viwango vya kimataifa. Maisha na uongozi kisiasa. Mbali na biashara, Kevin alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, mzoefu na kiongozi mwenye ushawishi mkubwa. Aliingia kwenye siasa akiwa kijana mdogo, akihudumu kama mjumbe wa umoja wa vijana wa CCM ndani ya UVCCM Jumuiya kuanzia mwaka 1997 mpaka 2012, akijijengea heshima kama kiongozi mwenye maono na bidii. Mnamo mwaka 2012 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Katavi, nafasi aliyotumikia kwa uadilifu, hekima na kujituma hadi mwaka 2017. Uongozi wake uliwezesha vijana wengi kupata mwongozo, hamasa, fursa za maendeleo ya ndani ya chama na jamii kwa ujumla. Kevin hakuishia hapo. Mwaka 2024
aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya uchumi, mipango na fedha kwa jumuiya ya wazazi ngazi ya mkoa wa Katavi. Akionyesha tena uwezo wake mkubwa wa kiongozi, uwajibikaji na maono ya kweli ya maendeleo endelevu kwa jamii. Zaidi ya hayo, kwa kiu yake ya kisiasa na nia yake ya dhati ya kuwatumikia wananchi, mwaka 2025 Kevin alionyesha nia na dhamira yake ya dhati ya kuendelea kulitumikia taifa kwa kugombea ubunge ndani ya kura za mchakato ndani ya chama katika jimbo la Katavi, wilaya Mlele, mkoa wa Katavi. Katika kinyang'anyiro hicho alionyesha ukomavu wa kisiasa, busara na heshima, na alifanikiwa kushika nafasi ya pili, akibaki mfano wa kiongozi aliyekuwa na msingi wa kweli, umoja na huduma kwa watu. Maisha na familia. Zaidi ya kazi na uongozi, Kevin alikuwa mume na baba mwenye upendo na kujali familia yake. Alifunga ndoa mnamo tarehe 1 Disemba 2007 na alifunga ndoa na Binema Joseph Marco, mwenza wake wa maisha, mke alikuwa nguzo ambaye ni nguzo ya familia na nguvu katika kila hatua ya safari ya Kevin. Kevin alipata sakramenti zote za ubatizo, komunio, kipaimara na sakramenti ya ndoa. Kevin ameacha watoto watatu ambapo ni Victoria, Nevin na Denzel, ambao walikuwa chanzo cha furaha, fahari, motisha katika maisha yake. Maisha ya kiroho. Familia ya Kevin William Mbogo wamekuwa wakipata huduma za kiroho kupitia jumuiya ndogo ndogo ya Mtakatifu Victoria na ndani ya parokia yetu kupitia kanisa la St. Peter. Kwa niaba ya familia tunatanguliza shukrani za dhati kwa ndugu, jamaa, marafiki wote, vikundi mbalimbali, majirani, wanajumuiya Victoria na watu wote. Itoshe kusema na wote wanaoshiriki kwa namna moja au nyingine katika maandalizi ya kumsindikiza mpendwa wetu Kevin William Mbogo. Raha milele umpe Bwana. Apumzike kwa